سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم الصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وأصحابه وسلم. أما بعد، مستمعون الكرام، إخوان وزangu, أما baada ya kumshukuru Allah tabaraka wa taala na kuzihitaji rehma na amani zake subhanahu subhana zimfike mbora wa umma huu ambaye si mwingine bal ni bwana mtume Muhammadi sallallahu alayhi wasallam, mtume ambaye katumwa kwetu kwa sifa nyingi sana alizopewa naye Allah tabaraka wa taala, pale Mwenyezi Mungu subhana aliposema warafa'na laka dhikraka. Ikhwan, ndugu zangu, ama anwani yangu leo hii inaitwa wadhaifu binkriyas, yani utendaji kazi wa kongosho, wadhifa wa kongosho. Kongosho yako ni kiungo muhimu sana katika maisha yako. Kongosho yako kama itakuja kupoteza mwelekeo wa utendaji wake kazi, kongosho yako kama itakuja kufeli, wallahi tarajia mazito yanaenda kutokea katika afya na mwili wako. Inshallah tuende pamoja tuyajue mazito yanayopatikana katika kiungo hicho cha kongosho na kwa namna gani tunaweza kujinusuru kwa idhini yake muumba wa mbingu na ardhi. Ikhwani, tunayaleta haya kwa sababu na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema tadawau ibadallah, yani anasema tibianeni enyi waja wa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Lakini pia bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amepata kusema ya kwamba asema likulli da'i dawa fa idha usiba da'u dawa bari'a bi idhnillah, kila ugonjwa unayo dawa, na gonjwa linapopatiwa dawa yake vyema kabisa basi linapona kwa idhni yake muumba wa mbingu na ardhi. Ikhwan, ndugu zangu, binkriyas, kongosho. Kongosho ni kiungo kidogo sana ambacho kinachopatikana au kilichopo katika viungo, miongoni mwa viungo vya mwanadamu. Inapatikana kongosho ndani ya tumbo la mwanadamu, lakini nyuma ya utumbo. Manake kama hivi mimi unavyotazama mimi, tumbo langu ni hili, hapa ni mbele ya tumbo. Sasa tunapozungumza nyuma ya tumbo, manake ni nyuma, yani tumbo linapotazamana na uti wa mgongo, huko ndiko nyuma ya mgongo, na huko ndiko kunakopatikana kiungo cha kongosho. Zipo kazi nyingi sana za binkriyasi kwa maana ya kongosho ndani ya mwili wa mwanadamu, kama vile kusaidia kusaga chakula na kuongeza mmeng'enyo wa vilivyoliwa na mwanadamu katika tumbo lake kwa njia ya kutoa hormone na enzyme, vile vitu ambavyo wewe unavyovila kila siku, yani vinasagwa ndani ya tumbo lako, lakini kwa msaada mkubwa wa kutumia hormones, yani kemikali maalum inaomwagwa, lakini pia na enzyme zinazomwagwa. Je, hizo enzyme na hormones, kemikali hizo zinatokea wapi? Twende pamoja tuweze kuona namna gani tumbo lako linaweza kuwa likiwa imara ni kwa sababu ya kongosho, lakini tumbo lako linaweza kuwa ni bovu pia ni kwa sababu ya kongosho. Lakini pia kusaidia kuweka kiwango sawa cha sukari katika mwili wa mwanadamu. Kongosho inafanya kazi hiyo, kwa maana sukari iliyozidi
katika mwili wa mwanadamu, kongosho inafanya kazi ya kushusha, lakini pia kongosho inafanya kazi ya kupandisha sukari ambayo iliyopungua iko chini katika mwili wa mwanadamu, maana katika mzunguko wa damu ya mwanadamu. Hii ni uchache tu wa, tunasema ni taarif wadhaifu pancreas, yani ni introduction fupi tu ya kuweza kutambulisha kiungo hiki cha kongosho namna kilivyo. Sasa kwa nini tunazungumzia kongosho? Lengo hapa ikhwani, tunataka tujue asili ya chanzo cha tatizo la sukari. Sukari, moja ya chanzo chake ni matatizo yaliyopatikana katika kongosho. Aidha kongosho yako imefeli kufanya kazi, kongosho yako ina shida fulani hivyo ikapelekea tatizo hilo la wewe kuwa na sukari nyingi katika mwili wako, hivyo ikapelekea wewe kuwa na sukari chache sana katika mwili wako, maana katika mzunguko wako wa damu. Sasa kwa mujibu wa wanawazuoni, namna gani sisi tunavyosoma, ambao wao ndio ambao wamefuata misingi na silsila ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kutibia maradhi katika mwili wa mwanadamu. Na ipo mimea madhubuti sana 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 kwa idhini yake Rahmani. Wallahi nasema mtu mwenye tatizo la sukari anaenda kupona kwa idhini yake muumba wa mbingu na ardhi. Hebu tafakari hizi nukta ya maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwamba sisi tunatakiwa tupate dawa, tujitibie. Kujitibia maana yake lengo ni kwenda kuondosha maradhi katika miili yetu. Lakini sambamba na kwamba hata upate dawa yenye kutibia kwa namna gani, bado wewe unahitaji kumtegemea la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ndio maana Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam mfasaha wa kuongea akasema, likulli da'i dawa'u fa idha usiba da'u dawa bari'a bi idhnillah. Ikunjue sentensi vizuri, kila ugonjwa unayo dawa yake. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ugonjwa unapopatiwa dawa yake unapona ugonjwa huo. Yani ukiupatia ugonjwa ule dawa yake halisi, basi ugonjwa huo unapona. Lakini nukta muhimu ya mwisho, Mtume anasema biidhnillah, kwa idhini yake nani? Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo utaona kwamba vyovyote vile tutakavyoweza kutibiana, lakini bado tunatakiwa tumtangulize subhanahu subhana, kwa sababu yeye ndiye mponyeshaji wa maradhi na sisi tunatibia. Tunasema minna dua wa min Allahi al-ijaba, sisi tunatibia na Mwenyezi Mungu ndiye mwenye kuponyesha maradhi kwa idhini yake na huruma yake subhana. Ikhwani, katika hali ya namna hiyo tunao dawa yetu inaitwa pancreas. Naambia Sheikh Hamis Suleimani, nami ninasumbuliwa na sukari. Sukari imenitafuna, sukari imefikia pahala sijiwezi tena, nami nahitaji nipate dawa ya pancreas. Nitakupatia, na wallahi tallahi billahi kwa idhni yake Rahmani, kwa kupenda kwake muumba wa mbingu na ardhi, unaenda kupona kama jinsi alivyosema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba mtu atakapopatia dawa ya ugonjwa dawa yake halisi, basi huyo mtu anapona kwa idhini yake nani? Allah Tabaraka wa Taala. Ikhwan, ndugu zangu, lakini upo utendaji mwingi sana wa kongosho. Kongosho ina utendaji mwingi sana ndani yake. Mojawapo tumesema kazi ya kongosho ni kutoa homoni ya insulin. Homoni hii ya insulin kazi yake kubwa kabisa ni kwa ajili ya kwenda kushusha sukari iliyozidi katika damu ya mwanadamu. Ni kwa kuwa Allah Tabaraka wa Taala alivyotuumba ili tuweze kunawiri, kunenepa, kuwa na afya njema, tunahitaji vitokavyo katika ardhi. Ndio maana Allah akasema, falyanzuril insanu ila ta'amihi anna sababina almaa sabba thumma shaqaqna al-ardha shaqqa faanbatna fiha habba wa inaban wa qadiba wa zaytunan wa nakhla wa khalaiqa ghuliba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa lian'amikum. Maneno ni marefu ya Allah Tabaraka wa Taala, lakini mahalu shahidi ni hapa kwamba afanye tafiti mwanadamu
ya chakula anachokila. Katika vile tunavyovila vina mambo mengi zaidi ya mengi. Mojawapo, tunakula vyakula vyenye kuwa na sukari iliyokuwa ni nyingi sana. Sasa sukari katika mwili wa mwanadamu ni kitu muhimu na kinahitajika ndani ya mwanadamu, ya mwili wake, lakini pia kikizidi ni tatizo. Sasa Allah kwa kulijua hilo akatuwekea kiungo kinachoitwa pancreas, kongosho, ambayo yenyewe inafanya kazi ya kwenda kuishusha sukari yote iliyozidi katika damu yako. Pancreas inaenda kutema homoni ya insulin kwenda kuzuia sukari inayotokana na vyakula unavyokula kila siku isiongezeke katika damu yako. Kwa hiyo katika hali ya namna hiyo utaona namna gani ufundi wake Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Kwa hiyo hii ni moja ya kongosho ya kazi ya kongosho ya kuzalisha homoni ya insulin. Lakini moja ya kazi nyingine ya kongosho ni kuzalisha homoni ya glucagon, ambayo kazi yake nayo hii ni kushusha sukari iliyozidi katika damu. Huu ndio ufundi wake Allah Tabaraka wa Taala. Lakini sambamba na kazi ya kongosho kazi yake nyingine ni kufanya umeng'enyaji wa chakula uwe ni mzuri kwa msaada wa hizi enzyme, kwa maana ya insulin na zile nini tunazita baada ya hiyo insulin, lakini pia kuna zile enzyme ambazo hizo enzyme zipo aina takriban kama 8. Kuna enzyme ambayo inaitwa Lipase, yani Lipase enzyme, ambayo nayo inamwagwa kutoka kwenye kongosho kuja kuchanganyika na maji ya manjano ya nyongo ili kufanya kazi ya usagaji. Lakini kuna enzyme nyingine inaitwa protease, yani protease, ambayo nayo inazalishwa na kongosho. Lakini enzyme nyingine inaitwa amylase ni enzyme nayo inazalishwa na kongosho. Lakini pia ipo enzyme nyingine inaitwa gastrina nayo pia inazalishwa na kongosho katika hali za namna hiyo. Na kwa enzyme nyingine inaitwa amylina ambayo nayo kazi yake ni enzyme hivyo ambayo nayo huwa inazalishwa na kongosho. Sasa zinapotemwa hizi enzyme zinaenda kuchanganyika na maji ya manjano yanayotoka katika nyongo na hatimaye kuja kukutana na hizi ile inaitwa al-insulin. Insulin hiyo inakuja kukutanika, inafanya mchakato wa usagaji wa chakula unakuwa ni mzuri, lakini pia kwenda kupunguza sukari iliyozidi katika damu ya mwanadamu. Sasa unaona namna gani kongosho ilivyojengeka na Mwenyezi Mungu. Rudisha upande wa pili, ikitokea imekufa sasa, maana yake wewe usagaji wa chakula kwako utakuwa ni mbovu, maana yake wewe sukari kwako itashuka mpaka kiwango cha chini kabisa, maana yake wewe sukari inaweza ikapanda mpaka ukazidiwa, yani katika hali za namna hiyo. Yote haya ni kuweza kutibia kongosho na kuirudisha katika hali yake iliyokuwa nzuri na uweze kuepukana na tatizo la sukari katika hali ya namna hiyo. Naambia Sheikh Hamis Suleiman, na mimi nataka dawa inaitwa pancreas, kwa idhini yake Rahmani inshallah mimi nitakupatia. Lakini zipo dalili za kumjua mtu mwenye tatizo la sukari. Moja, kwa haraka kulingana na muda hautoshelezi, tunasema ni maumivu wakati tunasema maumivu makali juu ya tumbo la mwanadamu. Mathalan, tumbo ni hili hapa. Tunaposema juu ya tumbo, manake ni eneo hili karibu na chembe ya moyo. Wengi sana huwa wanapata maumivu kama haya, huanza kuzingishia kwamba vidonda tumbo vinasumbua, nasikia kuna waka moto hapa, mwingine anakimbilia labda chembe ya moyo, sijui inawezekana kweli ikawa ni vidonda tumbo, inawezekana kweli ikawa ni tatizo la chembe ya moyo. Lakini kumbuka, dalili hiyo ni dalili mojawapo kujulisha kwamba kongosho yako imekwenda kufeli. Ama dalili nyingine tusema maumivu ya tumbo kuelekea upande wa mgongo. Mgongo tumesema utumbo upande wa mgongoni ni ule utumbo unaopakana na uti wa mgongo kwa nyuma. Sasa huku ndiko uko unasikia kama kuna maumivu makali, si kwenye uti wa mgongo bali ndani ya tumbo, lakini upande wa mgongo. Hiyo ni dalili ya kongosho katika hali za namna hiyo, manake inakupa taarifa sasa mimi bye tena nakufa tena.
na feli tena, sasa utajua mwenyewe kama utaendelea kuniacha hivyo hivyo katika hali za namna hiyo. Lakini dalili ambayo ni ya tatu, tunasema maumivu wakati wa kulishika tumbo lenyewe. Yani hata kama uko unajibinya tumbo namna hii unapata maumivu katika hali za namna hiyo. Hii ni dalili ya kwamba kongosho yako pia inaenda kufeli. Lakini homa nyepesi, kutapika katika hali ya namna hiyo, kichefuchefu utakuwa unapatwa na hali za namna hiyo. Lakini maumivu ya sehemu za juu ya tumbo unakuwa unapata maumivu, ama maumivu ya tumbo ambayo huzidi maumivu yake wakati wa kula chakula. Yani unapokula chakula wewe ndio unasikia sasa ndio tumbo linaanza kunyonga, jamani. Kama hujala wala husikii, lakini ukishatia chakula mdomoni tu tayari hiyo hali inatokelezea. Yote haya ni dalili za kujulisha kwamba kongosho yako inaenda kukuacha. Ama kupunguka uzito wa ghafla katika hali za namna hiyo, kupata choo chenye mafuta mengi sana na chenye harufu kali katika hali ya namna hiyo. Lakini kupata kuhara mafuta, unakuwa unatokwa na mafuta, haja yako kubwa imekuwa imechanganyika na mafuta. Yote hii inakujulisha kongosho yako, pancreas, inaenda kukuacha. Pancreas inaenda kupotea. Pancreas wadhaifu wake, yani ule utendaji wake kazi sasa unakatika katika afya na mwili wako. Nini suluhisho lake? Dawa yetu hii inaitwa pancreas, na nimeipa jina hilo hilo la kongosho, inaitwa pancreas. Naambia Sheikh Khamis Suleimani, nami nataka dawa ya pancreas. Inshallah biidhnillah tabaraka wa taala, mimi Sheikh Khamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua tunapatikana hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo wa Dar es Salaam ni rahisi sana kuipata dawa hii, na hii si peke yake, ina wenza wake kukamilisha dozi kamili. Ama wewe uliko mkoani, niambie uko mkoa gani, wilaya gani, tutaweza kufikishia, maana Tanzania hivi sasa ni sawa na kijiji. Ama wewe ambaye uliko nchi za nje, bara Asia, bara Amerika, Afrika yetu hii, niambie ni nchi gani uliopo, tutakufikishia dawa hii. Na sukari kwako ndio bye kwa idhini yake la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Tiba zetu tunamtegemea sana Allah tabaraka wa taala, kwa kuwa Bwana Mtume katuaminisha ya kwamba kila ugonjwa unayo dawa, na ugonjwa unapopatiwa dawa yake vizuri unapona ugonjwa wake, ugonjwa huu unapona, lakini biidhnillahi taala, kwa idhini yake Mwenyezi Mungu Subhana. Inshallah mimi niishie hapo na nikuage kwa siku ya leo kwa kusema dumu fi riayati llahi wa amni. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.